nimeanza hilo zoezi leo kwa sababu wakati wa kampeni vijana walinifikishia kilio chao kwamba jua ni la kwao, mvua ni za kwao na wanashindwa pia kufanya kazi zao vizuri. Kwa hiyo niliwaahidi kwamba baada ya uchaguzi ningewasaidia fedha kwa ajili ya kujenga mabanda ya kujisitiri kwa mvua, lakini pia wakati wa jua. Na leo nashukuru Mungu kwamba ahadi yangu hiyo nimeanza rasmi kutimiza, na tayari hiki ni kijiwe cha 3 kwenye kugawa. Kwa hiyo kila kijiwe kinapata shilingi 3,300 kwa ajili ya kujenga hilo banda la kujisitiri. Na hiki ni kijiwe cha 3 ambacho nimefika, na nitaendelea vijiwe vingine mpaka nimalize kata nzima kama ilivyokuwa ahadi yangu. Rai yako ni nini hasa kwa makundi haya? Rai yangu kwa vijana, ukweli ni kwamba vijana ndio taifa ambalo tunalitegemea. Tofauti na zamani ile kauli ya vijana taifa la kesho. Kijana yeyote anayejitambua ana nafasi na mchango mkubwa kwa maisha yake binafsi, jamii yake, lakini pia na serikali kwa ujumla. Kwa hiyo mimi nashukuru sana vijana wangu wa kata hii, kusema ule kweli. Toka wakati wa kampeni za uchaguzi na hata baada ya uchaguzi, vijana wangu nimewapenda. Kata yangu vijana ni waelewa. Bodaboda wote ni waelewa, ni watu ambao ni wastaarabu. Wao wenyewe wanalinda na kutunza amani ya maeneo yao na hakuna matukio ya kiuhalifu. Jambo hili limenimpress sana. Na kweli mimi nawahakikishia vijana kwamba kama nilivyoahidi kwenye kampeni, taendelea kuwa pamoja na wao. Sasa hivi tumetekeleza hii ahadi ya mabanda, lakini baadaye tuna mpango wa kukaa kwa pamoja kuibua fursa ambazo vijana wanafikiri wanaweza kuzifanya, na tuone namna gani ya kuwasupport ili waweze kufanya shughuli za maendeleo na waweze kuongeza kipato chao kutoka kwenye bodaboda waende mbele zaidi. Hiyo ndio nia yangu na dhamira yangu.